ina maana nzuri sana kwamba Mungu anavyojijua alivyo, anajijua alivyo ni vyote milele, na kwa sababu kuna uzima. Halafu Mungu anajijua asivyo ni hakuna chochote, kwa sababu hakuna uzima milele. Kwa hiyo Mungu anajijua alivyo na asivyo. Anajijua alivyo ni hakuna uzima, na kwa sababu hakuna uzima hakuna chochote. Unanielewa? Sasa wewe ambapo hakuna chochote umejitambua na kuona kuna chochote, halafu ukatengeneza creation yako. Unanielewa? Mwanadamu ana uwezo wa uumbaji. Mungu aliumba vitu kwa kutamka vikatokea, vilivyokuwa kwenye wazo lake. Kwa hiyo alijitoa copy. Mwanadamu sio original Mungu, lakini alikuwa copy ya Mungu. Kwa hiyo ina nguvu hiyo hiyo ya uumbaji. Unanielewa? Kwa hiyo mwanadamu alipoamua kujitambua asivyo Mungu, Mungu yeye tayari anajijua alivyo ni vyote milele, na asivyo ni si chochote milele. Anajijua hivyo milele, na Mungu yuko hivyo. Kwa hiyo mwanadamu ambaye alikuwa mfano akaamua kuona kuna kitu ambako hakuna kitu. Kwa hiyo Mungu, ndio maana anasema hapa sio creation ya Mungu, kwa sababu hapa Mungu anajua na anaona hakuna kitu milele. Anajua hapa hakuna uzima na hakuna kitu milele. Kwa hiyo hapa hana anachoona, ila Mungu anajijua alivyo ni vyote na uzima, kwa sababu kuna uzima milele. Unanielewa? Kwa hiyo Mungu kwenye asivyo haoni kuna kitu kabisa milele, na hata kama aone kitu. Sasa mwanadamu hakumwamini Mungu kwamba Mungu haoni huku hakuna kitu, ila akaamini kwamba Mungu amemdanganya huku kuna kitu. Kwa hiyo yeye akataka kuona kwamba kuna kitu, akaamini, kwa sababu aliambiwa kwamba siku utakapokula matunda ya mti huo utafunguliwa macho, utajijua. Ina maana utajua hali tofauti na unavyojijua nayo sasa hivi. Kwa hiyo kweli kula, tunapojua ni kuamini, ina maana akaamini, na alivyoamini asivyo, ina maana akafunguliwa macho, na alipofunguliwa macho kwenye eneo ambalo hakuna kitu, akatambua hapakuwa na kitu, na kwa sababu hakuna uzima, na nafsi yake ilikuwa ni one touch na kuwa used katika hali hiyo, inazaliwa. Kwa hiyo tayari mwanadamu akawa amezaliwa kwenye wazo ambalo kwa Mungu haoni kitu. Yeye kwanza kuona kitu, ina maana tayari ulikuwa ni uumbaji wake, kwa sababu kweli Mungu haoni kitu hapa. Sasa kitendo cha kuwa hapa, kumbuka hakuna kitu na hakuna uzima. Kama tawi lilikatikavyo kwenye mti, likikatika kwenye mti linakuwa bado bichi, halikatiki likakauka hapo hapo, linachukua muda kukauka. Kwa mwanadamu kweli akawa amejikata kwenye mahali alipokuwepo, sio kama alikuwa amekuwa connected kwenye uhalisia wa Mungu. Alikuwa mfano wa Mungu, na ndio maana hakuwa kwenye uhalisia wa uzima, wala hakuwa kwenye uhalisia wa kifo, hakuwa kwenye uhalisia wa alivyo Mungu, wala kwenye uhalisia wa asivyo. Hali ya alivyo na asivyo ni hali kwenye wazo la Mungu, ambalo yeye Mungu tayari anajijua milele. Alivyo ni vyote na uzima, asivyo ni chochote na hakuna uzima. Wazo hilo akiwa anajijua hivyo, Mungu akajitoa kopo. Alipojitoa kopo, akakufanya mwanadamu. Kwa hiyo mwanadamu atakuwa na hali hiyo, lakini mwanadamu ataanza zero. Atakapoanza kujijua one, ataanza kujijua alivyo. Kwa hiyo itafunguka hali ya asivyo. Na hapa nimeshazungumza mara nyingi kwamba hali ya asivyo Mungu, ambapo ni hakuna kitu na si chochote, ni matokeo tu ya Mungu kujijua alivyo. Yaani kama unataka hiyo hali ya asivyo ambapo hakuna kitu na hakuna uzima milele isiwepo, unatakiwa useme Mungu abakie bila kujijua. Lakini Mungu akijijua tu, hali hiyo inazaliwa, kwa sababu ndiyo inayoweza kumpambanua. Ndiyo kijipambanushio. Ni kama leo wewe unavyojua kwamba maana ya nuru ni nini, kwa sababu kuna giza. Acha tafsiri ulionayo ya kwenye giza. Sawa? Wewe leo ni mwanaume na unajua maana ya kuwa mwanaume kwa sababu kuna mwanamke. Nakwambia ukweli, mwanamke asingekuwepo, wewe hali ya kuwa mwanaume isingekuwa na maana yoyote. Mpaka umuone mrefu kujitambua wewe ni mfupi. Kwa sababu wewe ni mfupi kwa nani?
Ndio, mpaka wewe uwe mrefu lazima umuone aliye mfupi kwako. Kwa hiyo hali ya kipambanisho. Sasa hali ya kama wewe ni mrefu kujua kuna mfupi haina madhara kwako wewe kwa sababu mrefu, wala mfupi kutambua kwamba kuna mrefu haina madhara kwake, wala mweupe kutambua kuna mweusi haina madhara kwake, wala mwanaume kutambua kuna mwanamke haina madhara kwake. Ndivyo ilivyokuwa kwa Mungu. Kujitambua alivyo ni vyote na uzima, asivyo ni si chochote na hakuna uzima. Hii si chochote kwa Mungu, haina madhara yoyote. Unanielewa? Kwa Mungu haina. Kwa hiyo hata hapa tumefiga kwa sababu huyu mtu alivyoamini kwenye wazo la asivyo Mungu akajitambua hapa. Maandiko yanasema akafunguliwa macho, akajitambua yuko uchi. Yuko uchi ina maana akajitambua hana kitu. Kwa hiyo anatakiwa hana kitu na hakuna uzima. Ndio maana jasho linatakiwa kumhusu kwa chakula atakachoanza kupata hapa. Unanipata vizuri? Sasa hiyo hali ya yeye kujitambua hivyo akawa uchi kwenye mawazo kwa kujitambua hakuna kitu. Alipojitambua hakuna kitu, nini kikatokea? Nini kikatokea? Alipojitambua hana kitu, kilichokuja kutokea ilikuwa hamuoni Mungu tena, yaani haoni hali hiyo. Na Mungu alipokuja alimuuliza, nani amekwambia? Ina maana Mungu anashikilia msimamo wa kwamba haoni kuna kitu. Yeye anasema ni patupu. Nani amemwambia patupu? Nani amemwambia hakuna kitu? Nani kamwambia? Lakini yeye alikaza kusema anaona hakuna kitu. Amen. Kwa hiyo kwa Mungu haina madhara, lakini kwa mwanadamu kujitambua hasa alikuwa tayari ameshakatika. Sasa kama tawi lililokatika lina majani, lina maji, yale maji yanakauka taratibu. Sawa? Sasa kukauka taratibu ina maana gani? Akiwa hapa alipoanza kukauka ndio ikaanza kufika hivi vitu, kwa sababu hapa anatakiwa awe si chochote, kwa sababu hapa hakuna uzima na hakuna chochote. Kwa mchakato wa kwenda ili awe si chochote hapa ndio tunaona akaanza, maybe alipata huzuni, maybe alijisikia hivi, Kwa hiyo ule mchakato wa kuchakatika yeye awe si kitu kaanzia hapo. Kwa yeye kujitambua hapa akaanza kuchakatika, ndo wazo la Mungu asivyo likawa na maelezo kama haya. Haya maelezo hayako kwenye wazo la Mungu asivyo. Unanielewa? Kwenye wazo la Mungu asivyo hakuna haya maelezo. Kwenye wazo la Mungu asivyo kuna maelezo kama anayejijua mwanamke sio mwanaume. Kwa hiyo hali ya mwanaume si yake. Kwa hiyo anajua wala haina madhara yoyote kwake. Hali hii baada ya mwanadamu kuja kujitambua kwenye wazo hili akiwa hapa hakuna kitu, hakuna uzima, akaanza kupitia mchakato wa kwenda awe si chochote. Ule mchakato ndio umezalisha hali hii. Amen. Ukatengeneza hali hii. Sasa ikoje? Ikoje hivi? Yesu kaja akatoa maisha yake. Yale maisha yake kuyapokea ni kusahau hali hii, uwe kama yeye ambavyo haitambui hali hii. Wazo la Yesu halitambui hali hii, na halitambui hali hiyo automatic. Kwa hiyo ndio maana alitoa maisha yake. Maanake sisi kuamini kwenye maisha yake tunaingia kwenye uelewa wake moja kwa moja, ambao unaelewa hapa hakuna kitu, sio unakuja kushindana na hali hii. Unakuja wewe kujithibitisha kwenye mawazo yako kwamba hakuna hali hii, kama ambavyo kwenye wazo lake hakuna hali hii. Kwa hiyo wewe unapoingia kwenye lile wazo unakuta hakuna hali hii.
Ndiyo maana kumcha Mungu ni kusahau ubaya. Mungu hakumbuki kuna ubaya. Kwenye wazo la asili anajua ni si chochote na hakuna mzuri.